Hii ni hadithi ya msichana anayeitwa Sakina ambaye alizaliwa na grew katika mji mdogo wa Nachingwea, Lindi. Sakina alikuwa na urembo wa kipekee na akili ya ajabu, lakini alikuwa na tabia ya kumzungusha mvulana aliyeitwa Selvi, ambaye alikuja Musoma kwa ajili ya kazi na kuamua kuweka makazi yake pale. Selvi alijulikana kwa kuwa mvulana mcheshi, mwenye tabia nzuri, lakini alikubaliana na hali ya kuchelewa kwa Sakina kumjibu, huku akijua kuwa anampenda sana. Sakina aliona kwa mbali uwezo na ushawishi wa Selvi na alifurahi kumchezea, akimwacha akisubiri majibu yake kila mara. Mara nyingine alimpigia simu, lakini alikusudia kumshangaza kwa kutomjibu kwa muda mrefu. Hakuwahi kutaja moja kwa moja hisia zake kwa Selvi. Alichofanya ni kumfanya ajue na kumvuta kwa maswali ya kisiri na majibu ya kivivu. Selvi alijua kuwa Sakina alikuwa akimzungusha kwa makusudi, lakini hakuwahi kukata tamaa. Alijua kuwa alifanya hivi kwa sababu ya hofu ya kumwambia ukweli kuhusu hisia zake. Hali hii ilimfanya kuwa mvumilivu na alijua kuwa hatimaye Sakina atakuwa tayari kumkubali kwa kumwambia anapenda. Zikiwa zimepita miezi kadhaa, Selvi alijua kuwa wakati umewadia wa kumwambia ukweli. Alijikusanya na kumwambia Sakina kuwa anampenda kwa dhati na kwamba alijua kuwa alifanya hivyo kwa hofu ya kumfungulia moyo. Sakina aliguswa na maneno ya Selvi na baada ya kumshukuru kwa uvumilivu wake, alijikuta akifanya uamuzi wa kumwambia kuwa pia alikuwa na hisia nzuri kwa yeye. Hadithi hii inaonyesha jinsi upendo unavyoweza kushinikiza watu kuchukua hatua, ingawa huenda wakaogopa kupoteza kile walichokuwa wakijua. Selvi alionyesha uvumilivu na hakukata tamaa, na Sakina alijua kuwa kumzungusha hakikuwa kumaanisha kupoteza upendo, bali ilikuwa ni njia ya kujilinda kutokana na hofu. Na hivyo, maisha yao yalianza kujaa furaha na walijivunia kuwa na uhusiano uliojengwa kwa subira, uvumilivu na upendo wa dhati.